Fungua Luka sura ya 5. Ongea kwanza mfano wa Petro. Luka sura ya 5. Luka 5 mstari wa kwanza. Anasema hivi: ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genezareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja, ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano ali chomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Haleluya. Amen. Huyu Petro alikuwa anajua kuvua. Alikuwa ni mtaalamu kabisa kwenye kuvua nini? Samaki. Ila hakuwa na nguvu ya rohoni. Hakuwa na nguvu ya wapi? Ya rohoni. Kwa ile siku alipoenda kuvua hakupata. Yesu akaja na nguvu ya rohoni, akampa neno, akamwambia shusha nyavu zako. Hilo neno ambalo Petro alipewa, kama angepewa na wakati ajui kuvua samaki, asingepata chochote. Amen. Sasa Yesu anakuambia shusha nyavu, wewe atakushusha nyavu fanye nini? Hujui. Hujui. Muujiza utatokeaje sasa? Huwezi kutokea. Haleluya. Amen. Hivi kuna mtu ananielewa? Amen. Kwa dada mmoja nilikuwa naongea, nadhani mwaka jana mwisho, anataka ndoa. Haleluya. Amen. Nikamwambia sasa kuvaa vizuri. Haleluya. Amen. Hivi kuna mtu ananielewa? Amen. Hapo kuna watu tukiwaambia hivi vitu wanafikiri ni vitu vya sio vya rohoni. Haya, ndio kuzubaa. Hutapata ndoa kwa staili hiyo. Glory to God. Amen. Jamani, kuna wakati waga tunapataga kama muda nina view status. Hivi nasema hivi, hii status ni ya mtu ambaye ameshaolewa na watoto 3 au ni anayetaka ndoa. Unagundua kuna watu hawako serious. Haleluya. Amen. Yaani wewe tunakuombea maombi yote hayo, kuvaa tu unashindwa. Hivi ni vitu lazima ukombaji. Tuko pamoja leo. Haleluya. Amen. Lazima ukombaji. Tunataka tutawale ulimwengu wa roho, tutawale na ulimwengu wa nini? Ulimwengu wa mwili. Wewe kama unafikia naye kuwa ni malaika, haya atakuona kwenye ulimwengu wa roho. Nenda neo wa roho. Haleluya. Nikamwambia vaa vizuri. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Hapo mbona hapo amezi zinapotea? Mimi sielewagi. Haleluya. Amen. Vijana mnaotaka kuoa, glory to God. Mwe wapole. Haleluya. Amen. Kuna siku hapa ibada inaisha, unamwambia mdada, wewe bwana toa hicho kiti. Alafu kesho unaenda kumchumbia, anasema yule mimi hamna, yule ni mkali. Sikia siku moja kanipiga kofi. Kumbe ulikosea kasema mwaka. Pamoja. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Mnamaliza ibada, binti anakuomba hela ya nani, ya nauli. Unasema bwana mimi leo sina hela. Afu ikija tunaenda namwambia nataka nikuoe. Anasema hamna, siwezi kujiingiza kwenye hii shida. Kama sipewi matumizi. Haleluya. Amen. Haya mambo niwaambieni, unaweza kaongea na mpendwa, ukaongea mpaka macho yakakukauka, ila hakuelewi. Narudia hivi, sio kila kitu ambacho kimekushinda kwenye maisha yako ni kwa sababu hauna Mungu. Kuna vingine vimekushinda kwa sababu kimwili umeharibu. Yes. Hivi tuko pamoja? Amen. Kimwili tu. Na ni vitu vya kawaida. Wewe nenda kwa watu ambao hawana Mungu, waangalia wanaofanya biashara zao. Nenda angalia wanavyochunga ndoa zao. Haleluya. Amen. Hao ni watu ambao hawana nani? Hawana Mungu. Hawana Mungu. Kama ni mashuleni, angalia wenyewe wanavyosoma. Utaona wenyewe huku mwilini kuna bidii wameweka. Wameweka nini? Bidii. Wameweka ubora. Kama nafikiri nakutania, nenda kwa fundi aliyeokoka. Mpe nguo yako ya Christmas ya kushonea. Utajuta. Nakwambia utajuta. Akasema mama mchungaji nisamehe tu.
Anajua wewe ni mpendwa, si ndio? Amen. Nakwambia hivi, mpendwa mpe kazi yako, hatafanya kwa ubora. Haleluya. Amen. Ukitaka uelewe kinachokwambia, wewe jaribu kufanya kazi na wapendwa, ndio utagundua kwa nini wapendwa wengi bado ni maskini. Mpendwa unaweza mkakubaliana mfanye jambo fulani, atazingua. Haleluya. Amen. Wapendwa hapo serious. Sasa kuna mambo ni ya kimwili. Umepewa kazi ya mtu, usiseme kwa sababu huyu ni ndugu yangu, usiseme kwa sababu huyu sijui ni tunasali naye. Amnaje hicho kitu. Fanya kwa uaminifu, fanya kwa ubora, ulipo hela yako. Amen. Nenda kwa mtu ambaye hajaokoka, mpe kazi yako, atakufanya vizuri. Afu baadaye utashangaa kwa nini wapendwa wanaendelea kuchemka. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Yesu anaenda kwa Petro. Ila Petro utaalamu wanao wa kuvua samaki. Bidii anayo. Jamani, mimi nimewahi kuombea watu. Ombea mtu ambaye ana bidii kwenye masomo, ana bidii kwenye kazi, ana bidii kwenye biashara, na mambo yake ameyaweka sawa, wanawe kupata mpendo, wanawe kupata matokeo. Ombea na mtu mwingine sasa. Haleluya. Amen. Utahisi Mungu hayupo. Shida sio Mungu. Shida ni hayo maombi yanaenda kwa nani? Ili tuko pamoja leo. Amen. Haleluya. Amen. Yes. Ndio maana ibada hii nataka tutoke hapa tukajibadilishe. Kuna mambo tu ni wewe unaamua kubadilika. Wewe mwenyewe unaamua kufanya nini? Kubadilika. Yes. Hivi unajua wapendwa. Kitu kidogo shetani amejinua. Sio shetani, una matumizi mabaya. Haleluya. Hayo ni matumizi mabaya. Wewe soma Biblia. Biblia imetufundisha kuweka akiba. Haleluya. Amen. Biblia imetufundisha kuishi kulingana na tulichonacho kwa wakati huo. Yes. Paulo anasema najua kudhiliwa, najua pia kufanikiwa. Haleluya. Usipojua hizo kanuni utaiba. Utafanya nini? Utaiba, utazulumu. Kwa nini? Unataka uishi maisha ambayo yako nje na uwezo wako. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. Ibada hii lazima itupe akili. Ngoja tuangalie mfano wa pili. Alafu twende tukaangalie kanuni za kutawala ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Kutoka sura ya 18. Kuna mtu anapata jambo jipya? Amina. Unapata kitu, si ndio? Ndio. Ehe. Liondoe jiwe. Kutoka sura ya 18. Kutoka sura ya 18. Ngoja nianze mstari wa 12. Kutoka 18 mstari wa 12. Yethro mkwewe Musa akamletea Mungu sadaka ya kuteketezwa na dhabihu, na Haruni akaja na wazee wote wa Israeli wale chakula pamoja na mkwewe Musa mbele za Mungu. Asubuhi yake Musa akaketi ili awaapishe hukumu watu, na hao watu wakasimama kumzunguka Musa tangu asubuhi hata jioni. Mkwewe Musa, huyu sasa ni baba mkwe, haleluya. Amen. Alipoyaona yote aliyowafanyia watu, akasema, ni jambo gani hili uwatendealo hao watu? Kwani wewe kuketi hapo peke yako na watu wote kusimama kwako tangu asubuhi hata jioni? Musa akamwambia mkwewe, ni kwa sababu watu nijilia mimi wapate kumuuliza Mungu, wakiwa na neno unijilie, nami naamua kati ya mtu na mwenziwe, nami nawajuvisha amri za Mungu na sheria zake. Kwa hiyo Musa akamwambia, jambo hili fanyalo si jema. Huna budi utadhoofika wewe na hawa watu walio pamoja nawe pia, maana jambo hili ni zito mno kwako, huwezi kulitenda peke yako. Sikiliza sasa neno langu, nitakupa shauri, na Mungu na awe pamoja na wewe. Uwe kwa ajili ya watu mbele za Mungu, na umletee Mungu maneno yao, na utawafundisha zile amri na sheria, na utawaonyesha njia ambayo inawapasa kuiendea na kazi ambayo inawapasa kuifanya. Zaidi ya hayo, utajipatia katika watu hawa watu walio na uwezo, wenye kumcha Mungu, watu wa kweli, wenye kuchukia mapato ya udhalimu, ukawaweka juu yao.
wawe wakuu wa maelfu na wakuu wa 100 na wakuu wa 50 na wakuu wa 10. Nao wawaamue watu hawa siku zote. Kisha kila neno lilo kubwa watakuletea wewe, lakini kila neno dogo wataliamua wenyewe. Basi kwako wewe mwenyewe utapata nafasi zaidi, nao watauchukua huo mzigo pamoja na. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Musa alikuwa mtumishi wa Mungu, ana upako wa Mungu vizuri, ana neema vizuri, ila mfumo wake wa uongozi haukuwa sawa. Haleluya. Amen. Kwa hiyo akikaa akaanza kufanya huduma yake, anataka yeye amhudumie kila mtu. Baba mkwe wake akamwambia, Musa, hapo utachoka. Gawanyisha, weka watu wa kukusaidia. Kuna kitu hapo nataka niongee. Haleluya. Amen. Huyu yuko vizuri rohoni, upako anao. Hivi mwe kwenda kwenye yale makanisa ambayo yako vizuri, ila utaratibu wa pale unakushinda. Haleluya. Amen. Musa aliambiwa tengeneza nini? Utaratibu. Tengeneza nini? Utaratibu. Yes, weka utaratibu mzuri. Kweli upako unao, nguvu ya Mungu unayo, hekima unayo, lakini utaratibu unaoutumia ni mbovu. Rekebisha utaratibu. Kuna vitu ni vya rohoni, kuna vitu ni vya wapi? Vya mwili. Ndio maana kuna mambo hata kama uwe na upako kiasi gani, nenda ukasome. Tunaendaga kusoma. Haleluya. Tunajifunza. Kuna watu waweza kujifunza, kuna watu wafundishiki. Haleluya. Amen. Mimi hali maono nimepewa na Mungu. Kwa kama ni maono uweze kujifunza. Haleluya. Amen. Musa alikubali kuelekezwa na baba mkwe. Hajawahi kutokewa na malaika huyu baba mkwe. Ila Musa alifanya nini? Alikubali. Kwa sababu hili jambo ni la mwilini. Huu ni mfumo wa uongozi, hii ni administration. Haleluya. Amen. Huu ni mfumo tu wa uongozi wa kawaida. Sio mpaka mtu awe rohoni. Musa alipewa tengeneza structure, akakubali. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa kama tunataka tuone utukufu wa Mungu, kuna mambo ni ya rohoni, kuna mambo ni ya wapi? Ya mwilini. Ukipatia rohoni ukakosea mwilini, haupati matokeo. Amen. Ukipatia mwilini ukakosea rohoni, pia haupati nini? Matokeo. Sasa nataka tuanze kushughulikia kitu kimoja kimoja hapo. Haleluya. Twende Waefeso sura ya 6. Waefeso sura ya 6. Waefeso sura ya 6 mstari wa 11 na 12. Anasema hivi: vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Paulo anawaandikia Waefeso, anawaambia kushindana kwetu sisi si katika mwili, ni katika falme, mamlaka, wakuu wa majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Sasa nisikilizeni. Siku zote ukiona umefanya mambo yako vizuri kabisa kimwili, ila hujapata matokeo, shida iko kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Haleluya. Amen. Yaani una tabia nzuri, unavaa vizuri, unaheshimu watu, lakini uolewi, shida iko kwenye ulimwengu wa roho. Sio kama tuko vizuri hapa. Haleluya. Yaani biashara unafanya vizuri, sijui kazi umeenda vizuri, interview umefanya vizuri, kila kitu kinaenda vizuri, lakini hujapata kazi, shida iko kwenye ulimwengu wa roho. Ukitaka upate matokeo, lazima kwanza ukashughulikie kule kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Amen. Hiyo amen ni dhaifu. Sema amen. Amen. Glory to God. Amen. Nikwambie, kama ambavyo ukienda dukani vitu vina bei. Vitu vina nini? Amen. Kama unataka Tecno, unataka iPhone, unataka Samsung, vina bei yake.
Hivyo hivyo katika ulimwengu wa roho. Hicho unachokitaka kwenye ulimwengu wa roho kina bei yake. Mimi nakwambia, utaki kukubali, utaki kukataa. Hivyo ndio kuona kuna vitu ukiombea vinatokeaga, ila kuna vingine waga vitokee. Yes. Hata uombee. Ni kwamba wewe umeenda dukani unaka 2000. Unaka nini? 2000. Watakupa mo na mkate, si ndio? Amen. Ila TV upati. Amen. TV ufanye nini? Upati. Sasa unakuta wewe kwenye ulimwengu wa roho unataka TV na mfukoni una 2000. That is all you have kwenye ulimwengu wa roho. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Wapendwa, wengi hatukubali, hatutaki kupanda viwango ili tulipe nini? Gharama. Mpendwa. Na mimi leo kuna watu wanaelewa. Haleluya. Amen. Okay, kama unataka ubaki na matokeo hayo, there is no problem. Ila siku utakapotaka viwango fulani, lazima tu. Hii sio kwa Mungu. Nenda tu kwenye ulimwengu wa giza. Nenda tu kwenye ulimwengu wa giza. Mtu kama anataka apande kiwango, watamwambia, huko ulikuwa unatoa mbuzi, sasa hivi mtoe mtoto. Akitaka tena kupanda, anamwambia, ulitoa mtoto, sasa hivi mtoe mama yako. Haleluya. Amen. Kuna wengine wafika point wanasema hamna, hapo story. Wanakupa tarehe. Haleluya. Amen. Ifike tarehe kwa wanafanya nini? Wanakuchukua. Au ndo wale mnasikia mwingine amekuwa kichaa. Walienda wakafika point wakashinda. Hizo ni kanuni za ulimwengu wa roho. Wakati hapo nafundisha mambo ya damu ya Yesu, nilisema hivi, damu sio tu kwamba inahitajika kwamba kwenye madhabahu za kichawi, no. Damu inahitajika kwenye ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho wote, uwe wa Mungu au wa shetani, unahitaji nini? Damu. Tukisema maneno yanatumika pote. Kwenye ulimwengu wa giza wanahitaji maneno. Kwenye ulimwengu huko wa nuru na sisi tunahitaji nini? Maneno. Tunahitaji maneno. Kwa kama wewe ambapo hapa nakwambia jitamkie, na kule adui yako naye anaambia fanye nini? Ajitamkie. Hivyo hivyo. Wewe ukipuuzia ni wewe. Ila kuna vitu ni vya rohoni. Kuna vitu ni vya rohoni. Sasa kila wakati unapoona hesabu zako zote za kimwili ziko sawa, lakini ngoja nikupe mfano. Unajua watu ambao wanaenda hospitali, sawa? Haleluya. Amina. Wanakupima vipimo vyote, hawaoni tatizo. Lakini tatizo wewe unalo. Ila madaktari wanasema hawaoni nini? Hawaoni tatizo. Hapo ama ndugu yangu. Ama ingia kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Yaani usipoelewa hivi vitu na ukakubali, utaendelea kupigwa. Amen. Sasa unakuta wewe unalazimisha, kuna hii vita mpaka sasa hivi. Okay, ngoja nitoe mfano. Pale nyumbani kwangu mimi tuna sheria moja. Lazima unawe mikono. Haleluya. Amen. Yaani hiyo ni kanuni ya pale nyumbani kwangu. Lazima ufanye nini? Unawe mikono. Lazima unawe mikono. Hata kama unakula kipande spicha nini? Hata kama ni chungwa, lazima unawe nini? Mikono. Kwa nini nimefanya hivyo? Ili siku nikiugua tumbo, mioga nikiugua tumbo naanza nakaa kabisa. Kitu gani nilikula sijanawa na sabuni? Nisipokiona naama. Haleluya. Amen. Hivi tuko pamoja? Amen. Sasa utakuta mtu wewe unataka uingie kwenye ulimwengu wa roho, nianze kupambana na hili tumbo. Unapambanaje na hilo tumbo na wakati wewe ulitoka hapo ukapewa muogo ulitafuna? Tuko pamoja? Amen. Ujanawa. Umeenda pale umepewa ndazi umekula. Alafu umeugua tumbo, unaanza mimi nataka nikemee tumbo. Kameze dawa. Haleluya. Kameze nini? Dawa mapema. Usipoteze muda. Glory to God. Amen. Hivi kuna mtu ananielewa? Amina. Kwa lazima huku mwilini ujiridhishe. Nyumbani kwangu pale tuna net. Haleluya. Amen. Mmoja mke wangu akaniambia, "Mbona nahisi kama malaria?" Nikamwambia, "Haiwezi kuwa malaria." Haleluya. Amen. Mimi mbwa akiniumia ndani ya neti. Jamani hiyo sio kosa langu. Haleluya. Mimi si nimeweka neti. Mbwa hapo nawaambia Mungu hii hamna. Haleluya. Hii malaria hamna kwa kweli. Glory to God. Amen. Ndani ya neti. Hivi kutoka pamoja.
mimi nimefuata nini? Nimefuata sheria. Sasa wewe neti huna, ukiugua malaria hata usikemee, nenda hospitali moja kwa moja, nyosha kabisa, na wakipima wataiona. Mtu mmoja aseme amen. Hivi mtu ananielewa? Tuko pamoja mpaka hapo? Kwa lazima kuna vitu kwenye ulimwengu wa mwili ukague ili uweze kujua ili tatizo ni la kiroho au ni la kimwili. Amen. Kuna mambo ukiyapima unaona kabisa hili jambo sio la kimwili, ili ni la kiroho. Amen. Unaona kabisa hii hasara, ili tuko pamoja. Amen. Mke wangu hapa ni shahidi, mtamuuliza. Sisi tukitoka kufanya maemezi popote, lazima tukifika nyumbani tunakaa, tunachukua calculator, tunaanza kupiga hesabu. Hata shilingi 100 lazima tujue ienda wapi. Uwezo kwa unasema namkemea yule alai, alafu ukienda sokoni, yani unaemea ovyo ovyo, unarudi nyumbani 4,000 haipo, 10,000 haipo, alafu uelewi. Mungu aweza kubariki watu ambao wajitambui. Haleluya. Amen. Kuna wapendwa hatuko serious. Hebu ibada yetu badilike katika jina la Yesu. Haleluya. Leo unarudi nyumbani, ulikuwa na 200,000, ghafla unashangaa ubakiza 70,000. Uelewi. Ungepiga mahesabu ungejua. Hivi kuna siku hapa na mke wangu tulipiga hesabu, kuna hela moja tulimtuma binti wa kazi. Haleluya. Amen. Kesho yake tulimwambia arudi. Haleluya. Alirudi dukani na yule jamaa alimpa hela. Haleluya. Alimpa kwa sababu sisi tumekagua tukasema hii hela imeenda wapi? Tukamwambia wewe alikupa shilingi ngapi chini? Tukamwambia kesho asubuhi nenda. Haleluya. Alipoenda kweli kesho akapewa nini? Akapewa ile hela. Sasa wewe, hivi unajua kuna wapendwa hata hali zao za kiuchumi bado, ila akizulumiwa change aweza akarudi. Bwana atanibariki bwana. Anajifanya ana imani. Hivi kuna wapendwa na wasikilizaga. Yaani mtu anajifanya ana imani yenyewe haipo. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Ukiacha change yako mahali irudie. Amen. Wewe tulikwenda mahali kunaona, kumbuka? Nikakwambia nakufundisha vitu. Unakumbuka? Yaani mimi hata kama ni nikishagundua nimeacha narudi. Kwa sababu kama tunataka Mungu amkemee yule alaye, aanzie shilingi 100. Sio mpaka sikupoteze milioni. Haleluya. Aanzie kumkemea ikipotea shilingi ngapi? 100. Kasoma kwenye Biblia Yesu alisemaje? Kwamba mwanamke gani ambaye ana shilingi 10 ikapotea moja asiitafute? Yaani wewe ulikuwa na senti 10. Haleluya. Kamoja hivi unakangaikia kanisa ukaache. Glory to God. Lakini Yesu alisema atafagia nyumba nzima, atamulika, atawasha taa mpaka apate hiyo senti ngapi? Moja. Hivi tuko pamoja na mtu fulani? Niwaambieni watu wa Mungu, lazima tujifunze kukagua mambo kimwili, alafu tukague kiroho. Mpaka tujue hili tatizo linatokeaga wapi. Amen. Hivi nani leo anapata kitu? Amen. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Mwambie jirani yako liondoe jiwe. Liondoe jiwe. Mwambie tena liondoe jiwe. Liondoe jiwe. Haleluya. Leo tutafanya maombi mahali hapa. Wapendwa wengi hatupati matokeo kwa sababu huwa tunaogopa kuchukua hatua. Na miujiza mingi inakuja ukichukua nini? Hatua. Ndio kufundisha hapa siku moja nikamwambia watu, nendeni kesho kwa mkuu wa wilaya, wale ambao hamna kazi. Haleluya. Wewe nenda pale asubuhi saa 2, vaa vizuri, nenda. Mheshimiwa, shikamoo. Naitwa fulani bin fulani. Mna shida gani? Mheshimiwa, mimi sina kazi. Niko kwenye wilaya yako lakini sina kazi. Hapo prophet ametoa maelekezo hapa. Haleluya. Yaani Mungu mimi naye mjua. Haleluya. Haleluya. Amen. Ila Jumapili yake nilipokuja kuuliza watu, hata huyu hakwenda, hata huyu. Wapendwa wengi sisi ni waoga. Kuna siku hapa ndio nikitoa maelekezo, nikasema kaandike majina ya watu 5. Afu wapigie simu waambie wakupera. Yule Ruti alifanyaga, mnakumbuka? Alishuhudia. Alitumia hela, sio alikuwa kila mtu anamtumia laki. Haleluya. Hivi maandika majina 5. Glory to God. Afikia mtu akatuma shilingi ngapi? Wengine baada ya ushuhuda wa Ruti ndio wakataka waende. Wiki ishapita. Haleluya.
Wapendwa, wengi sisi ni waoga. Tunaomba, tunafunga, tukimaliza sasa kachukue hatua, kaliondoe jiwe. Hapo hatwendi. Na kuna vitu Mungu hatafanya kwa niaba yako, anataka ufanye wewe. Yes. Yesu wakati anabariki mikate, haikushuka kutoka juu. Aliwaambia, mna mikate mingapi? Akamwambia, nipeni ongea. Kwani azishushe mikate? Haleluya. Hizo ni kanuni, kwamba tunataka ulimwengu wa roho tusaidie, lazima kwenye ulimwengu wa mwili pia tufanye kitu. Sasa hiyo Efeso 6 anasema tuvae silaha zote, kwa sababu vita vyetu viko rohoni. Hapo nisikilizeni sasa. Ili uweze kutawala ulimwengu wa roho, kuna mambo matatu ya msingi. Jambo la kwanza, lazima uwe na maarifa. Sema maarifa. Maarifa. Sema maarifa. Maarifa. Haleluya. Amen. Ili uweze kutawala ulimwengu wa nini? Wa roho. Lazima uwe na nini? Na maarifa. Hosea 4:6 anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Yaani hii huwezi ukaikwepa. Lazima uwe na maarifa. Lazima. Tunaona maombi wengi wanaomba, wanafunga, wanagaragara ila wapati majibu kwa sababu hawana maarifa. Ulimwengu wa roho uko control kama hauna maarifa. Point ya pili, lazima uwe na imani. Sema imani. Imani. Sema kwa sauti imani. Imani. Kama kabisa umedhamiria unataka wewe ucontrol mambo kwenye ulimwengu wa roho, alafu yatokee huko kwenye ulimwengu wa mwili, unahitaji imani. Kwa sababu utaamka usiku kuomba, alafu wewe unajiona uko chumbani. Haleluya. Amen. Kibinadamu uko chumbani kwako. Hapa tunaweza tukasema tuombe, tamka kazi, ita sijui. Kimwili unaweza kusema hivi vitu kweli, ila kwenye imani. Haleluya. Amen. Imani, ulimwengu wa roho unahitaji imani, kwa sababu mambo mengi ya ulimwengu wa roho hautayaona hivi kwa macho. Tuko pamoja mpaka hapo? Amina. Haleluya. Amen. Hautayaona kwa macho. Ni mpaka imani, lazima uamini. Mimi nitakuwekea mkono, nitakwambia tayari hilo jambo limeisha. Sasa pale ili upate matokeo lazima uwe na nini? Imani. Ulimwengu wa roho unatawaliwa na watu wenye imani. Amina. Wewe kama unasubiri ukiona ndipo uamini, hautaka kuja kuona. Miaka itaenda, miaka itarudi, hutaona chochote. Point ya tatu, lazima uwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Hii ndio nataka nikazie leo. Haleluya. Amen. Upande huu haleluya. Amen. Hapa tupo. Glory to God. Lazima uwe na nguvu za nani? Za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Ukisoma hii Matendo ya Mitume 1:8, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Yesu wakati anawaaga wanafunzi wanakwenda kubaki peke yao, aliwaambia sasa hivi mnapobaki peke yenu mnatakiwa mtembee kwenye nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Huwezi ukautawala ulimwengu wa roho kama hauna nguvu. Ever. Na hapa ndo tuna bahati mbaya kizazi cha sasa hivi. Haleluya. Wengi hawaelewi umuhimu wa nguvu za Roho Mtakatifu. Nikwambie kuna mambo hayata kukaribia ukiwa na hii nguvu. Nakwambia ukweli. Amen. Kuna tabia. Kuna nini? Tabia. Hautaiona karibu na wewe ukiwa na hii nguvu. Hii nguvu ndio inakufanya wewe usio mwanadamu wa kawaida. Hii nguvu ndio inakufanya pale ambapo ungeogopa unakuwa na ujasiri. Haleluya. Amen. Hii nguvu ndio ilifanya Daudi akakabiliana na simba. Hii ndio nguvu ilifanya Daudi akakabiliana na Goliati. Kuna nguvu ya Mungu alikuwa nayo. Amen. Ukristo sio maneno. Ukristo ni nguvu ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu.
Mtu mmoja aseme amen. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Anasema kushindana kwetu sisi si katika damu na nyama, ni katika falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza, juu ya majeshi ya pepo wabaya. Hivi wewe unawezaje kwenda ukashindana na hayo majeshi ya pepo wakuu wa giza kama hauna nguvu za Roho Mtakatifu? Hauwezi. Leo kuna mtu ananipata? Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amina. Glory to God. Amen. Ukisoma ile Kumbukumbu la Torati 8:18 anasema utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Haleluya. Amen. Akupae nini? Nguvu. Katika ibada hii uondoke na hii nguvu katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Tutafanya maombi hapa. Unajua mimi sijui kama nyewe wapendwa mnaelewa. Yaani maisha tunayoyaishi anayetawala ni mwenye nguvu. Amen. Kama unafanya biashara, kwenye hiyo biashara atakayeuza ni mwenye nini? Mwenye nguvu. Kama umeenda kwenye interview, anayepata kazi mwenye nini? Mwenye nguvu. Mimi ndo nakwambia. Mimi ndiye nakwambia. Tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Uwezo ukautawala ulimwengu wa roho kama hauna nguvu. Wewe utakuwa unaongea maneno ya timiani tu kwa sababu una nguvu. Utakuwa ukiota ndoto mbaya. Yaani kama leo uko hapa mtu wa hii category, muda wa maombi mwambie Mungu. Kuna wale watu wakiotaga ndoto mbaya inatimia. Haleluya. Amen. Ukiota ndoto nzuri haifanyi nini? Haitimii. Nataka nikupe jibu rahisi sana. Ukiona uko kwenye hii category, madhabahu yako ya maombi haina nguvu. Amen. Full stop. Haleluya. Amen. Yaani ukiona wewe ukiotaga ndoto nzuri, kuna watu mpaka washagajua ya ataota ndoto nzuri ya namna gani. Najua hii nimeota. Haleluya. Amen. Hii nimefanya nini? Nimeota. Ila akiota mbaya lazima itoke. Alafu nakuta wanajisifu wao. Yaani unajisifia kwa ndoto mbaya kutimia. Haleluya. Niliota fulani atakufa na alikufa. Hayo yana issue. Haleluya. Amen. Ota mtu anapata kazi apate. Ndio kitaka hicho. Haleluya. Amen.